Waziri wa ulinzi nchini Israel Katz amemtusi vikali rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan baada ya mahakama ya Uturuki kutoa hati za kukamatwa kwa viongozi 37 wa Israel akiwemo yeye mwenyewe. Waziri wa vita wa utawala wa kizayuni wa Israel Katz amemshambulia kwa matusi makali rais huyo wa Uturuki bwana Erdogan baada ya mahakama ya taifa hilo kutoa hati ya kuwakamata karibia viongozi 37 katika utawala huo wa Benjamin Netanyahu kutokana na kuhusika na mauaji ya kimbari ya Wapalestina katika eneo la ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa channel ya Russia Yom, Katz ameeleza katika maandiko mawili yaliyochapishwa kwa Kituruki na Kiebrania kwenye akaunti yake ya mtandao wa X kumtuhumu rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan akisema, Erdogan, chukua hati zako za kipuuzi za utiaji nguvuni na tokomea mbali. Hati hizi zinafaa zaidi kwa uhalifu ulioufanya wewe dhidi ya Wakurdi. Israel ina nguvu na haiogopi chochote, aliandika Israel Katz kupitia ukurasa wake wa X. Waziri huyo wa vita wa utawala wa Israel ameashiria pia katika andiko lake hilo juu ya upinzani wa Tel Aviv kwa kushiriki kwa askari wa Uturuki katika kikosi cha kimataifa cha kuleta uthabiti huko Gaza na kumtuhumu Erdogan akisema, wewe unaweza kuiona Gaza kwa darubini tu, lakini akimaanisha kwamba kamwe wanajeshi wake hawawezi wakaingia katika ukanda wa Gaza na Israel itatumia nguvu kuhakikisha hilo halitowezekana. Israel Katz amesema kwamba hataruhusu wanajeshi kutoka katika taifa la Uturuki kuingia Palestina katika eneo la ukanda wa Gaza katika kile kilichotajwa na rais wa Marekani Donald Trump suala la kulinda amani, lakini pia kuhakikisha usitishaji wa mapigano kati ya kundi la wapiganaji la Hamas na Israel unasitishwa. Ijumaa ya tarehe 8 Novemba, ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa Istanbul ilitoa hati ya kukamatwa viongozi na maafisa 37 wa utawala wa Israel kwa tuhuma za kuhusika katika mauaji ya kimbari yaliyofanywa katika eneo la ukanda wa Gaza. Viongozi hawa wa Israel ni pamoja na waziri mkuu Benjamin Netanyahu, waziri wa vita Israel Katz, waziri wa usalama wa taifa Itamar Ben-Gvir, mkuu wa jeshi Eyal Zamir na kamanda wa vikosi vya wanamaji vya Israel David Salama. Waisrael hao wamepigwa marufuku kuingia ndani ya ardhi ya Uturuki na kupita kwenye anga ya taifa hilo. Itakumbuka kwamba mnamo Novemba mwaka 2024 mahakama ya kimataifa ya jinai ICC ilitoa hati ya kukamatwa Netanyahu na waziri mkuu wa zamani wa vita wa utawala huo wa Israel Yoav Gallant kwa kuhusika na uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu uliofanywa dhidi ya Wapalestina katika ukanda wa Gaza. Hadi sasa utawala wa Israel umeshaua zaidi ya Wapalestina 69,000, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, na kuwajeruhi wengine zaidi ya 170,000 katika vita vya kinyama na mauaji ya kimbari ulioanzishwa huko katika ukanda wa Gaza mnamo Oktoba mwaka 2023. Uhasama wa Israel na Uturuki unazidi kuongezeka kutokana na kila upande kuona una haki fulani ya kufanya jambo. Uturuki inaona ina haki ya kuwatetea Wapalestina katika ukanda wa Gaza, huku Israel ikiona kwamba ni kile ambacho Uturuki inataka kuungana na nchi zingine katika kuhamasisha juu ya kutambuliwa kwa taifa la Palestina, jambo ambalo ni mstari mwekundu kwa Israel. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kujua mengi yanayojiri katika ulimwengu.